Alitokea kwenye harusi ya mpenzi wake wa zamani, akiwa mjamzito na amevaa gauni la harusi. Ukumbi wote ulinyamaza. Asubuhi hiyo ilikuwa ya kipekee sana kwa familia ya mzee Omondi. Ukumbi ulikuwa umejaa mapambo mazuri, watu walikuwa wakipokezana salamu na mziki wa polepole ulikuwa ukisikika kwa nyuma. Watu walivalia vizuri, wazee walikaa sehemu yao wakizungumza kwa sauti za chini, huku vijana wakipiga picha na kucheka. Leo ilikuwa siku ya harusi ya Kelvin Omondi, kijana aliyesifika kwa bidii yake kazini na mafanikio yake katika biashara ya bima ya maisha, jambo lililomfanya aheshimiwe sana katika jamii. Mama yake Kelvin, Bi Achieng, alikuwa akitembea huku na kule kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Mara kwa mara alikuwa akimwangalia Kelvin, aliyekuwa amesimama pembeni akizungumza na rafiki zake. Lakini nyuma ya tabasamu lake, Kelvin alikuwa na mawazo mengi kichwani. Kulikuwa na jambo kutoka zamani yake ambalo hakuwahi kulisahau kabisa. Jina lake ilikuwa Neema. Hakuna aliyelijua jina hilo siku hiyo, isipokuwa moyo wake. Na nje ya ukumbi, bila yeyote kujua, gari moja lilisimama taratibu. Ndani yake kulikuwa na mwanamke aliyebeba siri nzito moyoni. Ukumbi ulizidi kujaa kadri muda ulivyopita. Wageni walikuwa wakipokelewa kwa tabasamu na vinywaji vya baridi. Mziki ulipanda kidogo na watu walionekana kufurahia siku hiyo maalum. Bibi harusi Lydia alikuwa ameketi katika chumba maalum akisubiri muda wake wa kuingia ukumbini. Alikuwa mwanamke mrembo, mtulivu na mwenye kazi nzuri katika kampuni ya huduma za kifedha jijini. Wazazi wake walikuwa watu waliopenda heshima na walikuwa wameandaa harusi hiyo kwa gharama kubwa sana. "Leo ni siku yako mwanangu," mama yake Lydia alimwambia kwa upole huku akishika mkono wake. Lydia alitabasamu, lakini moyoni kulikuwa na wasiwasi mdogo ambao hakuweza kuueleza. Wakati huo huo, nje ya ukumbi, mlango wa gari ulifunguliwa pole pole. Wanawake wawili waliokuwa karibu na lango waligeuka kumtazama mtu aliyeshuka kutoka ndani ya gari hilo. Walibaki kimya kwa sekunde chache. Mwanamke aliyeshuka alikuwa mjamzito, na kilichowashangaza zaidi, alikuwa amevaa gauni la harusi jeupe. Alisimama kwa sekunde chache, akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kutembea kuelekea mlangoni. Ndani ya ukumbi, hakuna aliyekuwa tayari kwa kile kilichokuwa kinakuja. Mlinzi wa ukumbi alimwangalia mwanamke huyo kwa mshangao. "Dada, unaenda wapi?" aliuliza kwa sauti ya heshima lakini yenye mashaka. Mwanamke huyo alimwangalia moja kwa moja machoni. "Nimekuja kuhudhuria harusi," alisema kwa sauti ya utulivu lakini nzito kwa hisia. Mlinzi alisita kidogo. Hakuwahi kuona jambo kama hilo katika miaka yake yote ya kazi. Lakini kabla hajauliza swali lingine, mwanamke huyo tayari alikuwa amepita mlangoni. Ndani ya ukumbi, watu wachache waliokuwa karibu na mlango walianza kugeuka polepole. Mziki uliendelea kupigwa, lakini macho ya watu yakaanza kuelekezwa upande mmoja. Kila mtu aliyemwona alibaki akimtazama kwa mshangao. Wanawake walinong'ona, "Ni nani huyo? Mbona amevaa gauni la harusi? Na ana ujauzito?" Hatua zake zilikuwa za polepole lakini za uhakika. Hakutetemeka, hakukimbia. Alitembea kana kwamba alijua kabisa alichokuwa anakifanya. Na alipofika katikati ya ukumbi, Kelvin aligeuka kumtazama. Macho yao yalipokutana, uso wa Kelvin ulibadilika ghafla. Alimtambua mara moja. "Neema," alinong'ona kwa sauti ya chini sana. Kelvin alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka kwa kasi isiyo ya kawaida. Miaka mingi ilikuwa imepita tangu mara ya mwisho kumwona Neema. Alidhani alikuwa amemsahau, lakini sasa
Alipokuwa amesimama mbele yake, kumbukumbu zote zilianza kurudi kwa nguvu. Neema alikuwa mwanamke aliyewahi kumpenda sana. Walikutana miaka kadhaa iliyopita, wakati Kelvin bado alikuwa akijitahidi kujijenga kimaisha. Neema alimsaidia sana, alimpa moyo na kumtia nguvu wakati mambo yalipokuwa magumu. Lakini siku moja, bila ya maelezo ya wazi, Neema alitoweka. Hakujibu simu, hakutuma ujumbe, hakumwacha hata barua. Kelvin aliumia sana moyoni, lakini hatimaye aliamua kuendelea na maisha yake. Ndipo alipokutana na Lydia. Ndani ya ukumbi, watu sasa walikuwa kimya kabisa. Mziki ulikuwa umepunguzwa bila hata mtu kuamuru. Mama yake Kelvin alimkaribia polepole. "Kelvin, unamjua huyo mwanamke?" aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Kelvin hakujibu mara moja. Alikuwa bado anamwangalia Neema ambaye sasa alikuwa amesimama mbele yake akishika tumbo lake kwa upole. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalionyesha uchovu wa safari ndefu ya maisha. Neema alivuta pumzi ndefu, kisha akaangalia watu waliokuwa wamemzunguka. Hakuna aliyesema neno. Hata Lydia, bibi harusi, alikuwa amesimama mbali kidogo, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na hofu ndogo. Kelvin hatimaye alipata nguvu ya kusema, "Neema, umefika hapa kufanya nini?" aliuliza kwa sauti ya chini lakini iliyojaa mshtuko. Neema hakujibu haraka. Alimwangalia Kelvin kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa akisoma uso wake. Kisha akasema kwa sauti ya utulivu sana, "Sijaja kuharibu harusi yako Kelvin." Ukumbi ulizidi kuwa kimya. Maneno yake yaliwafanya watu washangae zaidi. Kila mtu alitarajia drama, lakini sauti yake ilikuwa laini, yenye heshima na iliyojaa uchovu wa ndani. "Nimekuja," alisimama kidogo, akishika tumbo lake kwa upole, "kuweka wazi ukweli ambao umefichwa kwa muda mrefu." Maneno hayo yalitua ndani ya ukumbi kama jiwe zito majini. Mama ya Lydia alimshika mkono wa binti yake kwa nguvu. Kelvin alihisi baridi ikimpita mgongoni, kwa sababu ndani ya moyo wake alijua kabisa kwamba ukweli huo ungeweza kubadilisha maisha ya kila mtu aliyekuwepo siku hiyo. Ukumbi ulikuwa kimya sana, kiasi kwamba mtu angeweza kusikia hata pumzi ya mwenzake. Kelvin alisimama bila kusogea, macho yake yakimwangalia Neema kana kwamba anatafuta majibu ndani ya uso wake. "Ukweli gani, Neema?" aliuliza hatimaye, sauti yake ikiwa nzito. Neema aligeuka kidogo, akatazama watu waliokuwa wamejaa ukumbini. Wengi walikuwa wazee wa familia, majirani na marafiki waliokuja kushuhudia furaha, lakini sasa walikuwa mashahidi wa jambo lisilotarajiwa. "Kelvin," Neema alianza kwa utulivu, "miaka ile nilipotoweka, haikuwa kwa sababu nilitaka kukuacha." Kelvin alikunja uso. "Basi ilikuwa kwa sababu gani?" aliuliza kwa maumivu yaliyofichwa. Neema alinyamaza kwa sekunde chache, macho yake yakielekea chini. "Siku ile niligundua kwamba nilikuwa mjamzito," alisema polepole. Maneno hayo yalifanya watu wachache kuguswa na mshangao. Kelvin alihisi miguu yake ikilegea, lakini Neema aliendelea kuzungumza. "Nilipoenda kumwambia baba yako, mambo yalibadilika kabisa." Mama yake Kelvin alishtuka. "Mzee Omondi," mtu mmoja alinong'ona kwa mshangao. Sasa macho yote yakamwelekea mzee huyo aliyekuwa ameketi mbele. Na kwa mara ya kwanza siku hiyo, uso wa mzee Omondi ulionekana kubadilika. Mzee Omondi alijaribu kukaa kimya, lakini macho ya watu yalikuwa yamemlenga moja kwa moja. Kelvin aligeuka kumwangalia baba yake. "Baba, anachosema ni kweli?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka kidogo. Ukumbi ulikuwa mzito kwa ukimya. Neema aliendelea kwa sauti tulivu. "Siku ile nilipomwambia mzee kuwa nilikuwa na mimba yako Kelvin,
Alinipa pesa na kuniambia niondoke mbali na maisha yako. Maneno hayo yalileta mshangao mkubwa kwa wengi. Mama yake Kelvin alishika kifua chake kwa mshangao. Hapana, haiwezekani, alisema kwa sauti ya chini. Lakini Neema aliendelea. Alisema ulikuwa bado unajijenga katika kazi zako za mikopo ya biashara na mipango yako ya uwekezaji wa kifedha, na Mkoto angeharibu mustakabali wako. Kelvin alihisi moyo wake ukiumia. Aligeuka tena kumwangalia baba yake. Ni kweli ulifanya hivyo? Aliuliza kwa sauti nzito. Mzee Omondi alinyanyua kichwa polepole. Uso wake ulikuwa umejaa huzuni ya miaka mingi. Ndiyo, nilifanya hivyo, alisema kwa sauti dhaifu. Ukumbi mzima ulivuta pumzi kwa pamoja. Lydia, bibi harusi, alikuwa amesimama pembeni akishika gauni lake kwa nguvu. Hakuwahi kufikiria kwamba siku yake ya furaha ingebadilika kuwa siku ya kufichuliwa kwa siri za zamani. Neema aliendelea kwa sauti iliyokuwa tulivu lakini yenye uzito. Niliondoka kwa sababu nilikuwa naogopa. Nilikuwa kijana, sina kazi thabiti na sikuwa na mtu wa kunisaidia. Alishika tumbo lake kwa upole. Lakini sikuacha kupigana na maisha. Alielezea jinsi alivyoanza maisha mapya mbali na Kelvin, akifanya kazi ndogo ndogo hadi hatimaye kupata nafasi katika kampuni ya huduma za bima ya afya, jambo lililomsaidia kulea mtoto wake kwa heshima. Kelvin alishangaa. Mtoto? Aliuliza kwa mshangao. Neema alitabasamu kidogo, machozi yakianza kumtoka. Ndiyo Kelvin, una mtoto. Ukumbi ulizidi kuwa mzito. Lydia alifumba macho kwa sekunde chache, akijaribu kujizuia. Kelvin alishika kichwa chake kwa mikono. Miaka yote aliyodhani alikuwa peke yake, kulikuwa na mtoto aliyekuwa sehemu ya damu yake. Na sasa, Neema akiwa mjamzito tena, swali kubwa lilikuwa, je, mimba hii ni ya nani? Kelvin alijaribu kuvuta pumzi ndefu, lakini mawazo yalikuwa mengi sana. Mtoto yuko wapi sasa? Aliuliza kwa sauti iliyokuwa dhaifu kidogo. Neema alitabasamu kwa upole. Yuko hapa, alisema. Watu wakaanza kugeuka huku na kule kwa mshangao. Ndipo mtoto mdogo wa kiume mwenye umri wa takriban miaka 7 alisimama kutoka kiti cha nyuma akiwa ameshika mkono wa mwanamke mzee aliyekuwa amemleta. Mtoto huyo alitembea polepole kuelekea mbele. Kelvin alimtazama kwa makini. Uso wa mtoto huyo ulikuwa na sura iliyofanana sana na yake alipokuwa mdogo. Ukumbi ulijaa minongonono ya mshangao. Kelvin, Neema alisema kwa sauti ya upole. Huyu ndiye mwana wako. Anaitwa Brian. Mtoto huyo alisimama mbele ya Kelvin na kumwangalia kwa macho ya udadisi. Kelvin alihisi machozi yakimjaa machoni. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alikuwa akimtazama mwana wake, na moyo wake ulianza kubadilika. Lakini bado kulikuwa na jambo ambalo halijaelezwa. Sababu halisi iliyomfanya Neema kuja siku hii, akiwa mjamzito na amevaa gauni la harusi. Baada ya ukimya mfupi, Lydia alisogea mbele polepole. Watu wengi walidhani angeanza kulia au kuondoka ukumbini, lakini alisimama karibu na Neema. Umevaa gauni la harusi, kwa sababu gani? Lydia aliuliza kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Neema alimtazama kwa heshima, kisha akasema, nilivaa gauni hili si kwa ajili ya kuchukua nafasi yako. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Nilivaa gauni hili kwa sababu nilitaka mwanangu anione nikiwa na heshima mbele ya baba yake. Nilikuwa nimeahidi moyoni mwangu kwamba siku moja ningekuja kumtambulisha mtoto wetu kwa heshima, si kwa aibu. Machozi yakaanza kumtoka. Nimeolewa sasa, na mimba hii ni ya mume wangu wa sasa, lakini nilihitaji kumaliza ukurasa wa zamani kwa heshima. Ukumbi ulijaa hisia nzito. Kelvin alisogea mbele polepole. Alipiga magoti mbele ya mwanaye mdogo, Brian. Samahani mwanangu,
kwa kuchelewa kukujua, alisema kwa machozi. Brian alimkumbatia bila kusema neno. Watu wengi walifuta machozi yao. Lydia alisogea karibu na Kelvin na kushika mkono wake kwa upole. Maisha yanaanza upya leo, alisema. Na siku hile, harusi haikuvunjika. Badala yake, familia mpya iliundwa, majeraha ya zamani yakapona, na ukweli uliwaleta watu pamoja kwa njia ambayo hakuna aliyeitarajia.